niseme machache kuhusiana na utekelezaji wa ilani wa Chama cha Mapinduzi. Lakini wakati tunatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi, nilikuwa sambamba na madiwani wangu ambao Tarime mjini 8 ambao wamenipa ushirikiano mkubwa kuhakikisha kwamba ilani ya Chama cha Mapinduzi inatekelezeka hapa. Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika wilaya yetu ya Tarime kwa miaka 5 iliyopita haikuwa hivi unavyoiona. Wilaya ya Tarime ilikuwa haiko kama inavyoonekana. Ukienda pale sokoni wakati tunaomba kura, ilikuwa ni sehemu tupu ambayo haina kitu kwa sababu ilikuwa imegomerewa. Na wafanyabiashara wa Tarime walikuwa wanapata kazi ngumu sana ya kutafuta sehemu ya kufanya biashara. Lakini wakati tunaomba kura, tuliahidi kabisa kwamba wakichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa la kisasa. Na leo nina furaha sana Mheshimiwa Katibu Mkuu kwamba leo umeenda kuishuhudia soko la kisasa ambalo limejengwa kwa zaidi ya shilingi bilioni 9.6. Soko hili ambayo ni ahadi ambayo ilitolewa na Chama cha Mapinduzi, na mimi nilisimama pale wakati ule waziri mkuu alipokuja, aliahidi na mimi nikaahidi kwamba katika mkinichagua na kukichagua Chama cha Mapinduzi, soko litajengwa. Soko limejengwa, litajengwa. Wana Tarime, soko limejengwa, litajengwa. Mama Samia wewe. Na soko hili litakuwa na manufaa makubwa katika nchi yetu. Litakuwa na manufaa makubwa katika mji wetu wa Tarime. Na litainua uchumi wa Tarime. Kwa hivyo nitoe nafasi hii kumshukuru sana rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan, na naomba ufikishe salamu nyingi kwa wafanyabiashara wa Tarime na wanatarime wote kwa ujumla. Tunashukuru sana kwa kuleta fedha na kujenga soko la kisasa ambalo litabadilisha taswira ya mji wetu wa Tarime. Lakini vile vile Comrade Katibu Mkuu, wakati tunaomba kura, watu wa Tarime tulikuwa tunatumia maji yenye tope, yaliyojaa tope kabisa, unafikiri ni chai ya rangi. Lakini leo tunazungumza, rais wetu ameleta fedha nyingi sana katika miradi mbalimbali ya maji. Na unapokaa hapo ukiangalia kule, kuna tenki kubwa limejengwa pale ambalo linatumia zaidi ya kata 3 katika mji wetu wa Tarime. Ukienda Nkende unapata maji safi. Ukienda Sabasaba unapata maji safi. Ukienda Nyamisanguru unapata maji safi. Lakini pia upande wetu wa kulia limejengwa tenki la maji kule Gimenya ambalo linatoa maji katika mji wetu wa Tarime, Sabasaba pamoja na Turwa. Sisi moyo. Ukienda nyuma yako hapo tuna mradi mkubwa wa maji ya Turwa ambapo unatoa zaidi ya maji mengi katika mji wetu wa Tarime katika kata ya Nyandoto. Sisi moyo. Lakini zaidi sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, mradi mkubwa unaotoka Ziwa Victoria ambao unagharimu zaidi ya bilioni 134 unaenda kutatua kabisa kero ya maji katika mji wetu wa Tarime. Na sasa watu wa Tarime tutakuwa tunaoga tumesimama, na hii ni kazi nzuri iliyofanywa na rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan. Samia wewe. Mama Samia wewe. Lakini vile vile wakati tunaomba kura Mheshimiwa Katibu Mkuu, wana wa Tarime wanajua nao ni mashahidi. Tulikuwa hatuwezi kupita katika mitaa mbalimbali. Ukienda Kenya Manyori ulikuwa huwezi kupita. Ukienda Nyandoto ulikuwa huwezi kupita. Ukienda Turu ulikuwa huwezi kupita. Ulikuwa unaenda Nkende huwezi kupita. Lakini pia hata katika mji wetu Tarime hapa Sabasaba tulikuwa hatuwezi kupita. Leo hii unawasha bajaji, unaenda mpaka Kenya Manyori, unaenda mpaka Kitare, unaenda mpaka Nyandoto, unaenda mpaka Nkende, unaenda mpaka Nyamisangura, kote unapita na bajaji na mambo yote ni sawa sawa. Sisi moyo. Niseme. Ukija katika upande wa afya, tulikuwa wote tunarundikana katika hospitali ya wilaya Tarime. Mtu alikuwa anatoka kule Masurura anakuja hadi hapa Bomani. Lakini leo ninapozungumza, ukienda Masurura kuna zahanati, ukienda Nyagisese kuna zahanati, ukienda Masara kuna zahanati, ukienda Kibega kuna zahanati, ukienda Gederi kuna zahanati, ukienda hapo Bosot kuna zahanati, ukienda kule Nkende kuna kituo cha afya. Kote kuna huduma ya afya imemfuata mwananchi katika sehemu yake. Sisi moyo. Ndani ya miaka mingi kazi kubwa imefanyika kuhakikisha kwamba tunatatua tatizo la huduma ya afya katika mji wetu wa Tarime.
hospitali yetu ya wilaya imeboreshwa, huduma nyingi zimeboreshwa pale na mambo yanaenda vizuri. Na hii yote ni kazi ya Mama Samia Suluhu Hassan, kwa vile ambavyo anajali watu wa Tarime. Na nakuomba sana Mheshimiwa Katibu Mkuu, ukifika umfikishie salamu za wana Tarime kwa kazi nzuri ambayo inafanyika, na ilani ya Chama cha Mapinduzi imetekelezwa kikamilifu. Mheshimiwa, nakuomba sasa, pamoja na mafanikio mazuri ambayo yamefanyika katika mji wetu wa Tarime, tunazo changamoto chache ambazo ningekuomba tafadhali sana siweze kufanyiwa kazi. Ya kwanza, kuna baadhi ya mitaa ambayo haina umeme, ambayo tunahitaji pia wapate umeme ili waweze kufurahia huduma ya umeme katika mitaa yao. Lakini vile vile naomba sasa, wapo wakandarasi ambao wanapewa tenda, lakini wanashindwa kutekeleza miradi hiyo kwa wakati na kusababisha usumbufu katika wananchi kupita katika maeneo yao. Lakini vile vile barabara ya Nyamwaga, barabara ya Tarime Nyamwaga, wananchi walibomoa nyumba zao kupisha ujenzi wa barabara, na barabara hii imechukua muda mrefu kuanza kujengwa. Tunaomba sana sasa barabara hii iweze kuangaliwa kwa macho ya pili. Ya tatu, Mheshimiwa Katibu Mkuu, katika hospitali yetu ya wilaya ya Tarime inahudumia watu wengi kutoka sehemu mbalimbali. Watu wa Serengeti wanakuja pale, watu wa Rori wanakuja pale, watu wa Tarime vijijini wanakuja pale, na hata nchi jirani wanakuja pale. Na kiwango cha fedha kinachotengwa kwa ajili ya huduma madawa ni kidogo. Sasa wanapokuja pale madawa yanatumika, na wakati huo sasa tunapata upungufu wa madawa. Tunaomba sasa Mheshimiwa Katibu Mkuu, hospitali hii ipandishwe iwe ya kanda ili iweze kupata bajeti kubwa ili iweze kuhudumia wananchi kikamilifu. Tarime wewe, niseme ndani ya miaka 5 nimekuwa pamoja nanyi, kweli si kweli? Nimekuwa Mkogoti kweli kweli, si ndio? Na Mkogoti ndio anakaa na wazazi, kweli si kweli? Mkogoti ndio anabaki kutongwa, kweli si kweli? Mkogoti ndio anaangalia wazazi, kweli si kweli? Sasa Mkogoti imefika miaka 5. Naomba niwaulize, Mkogoti aendelee asiendelee? Naomba niulize, Mkogoti aendelee asiendelee? Wangapi wanasema Mkogoti aendelee kuchukua fomu? Mimi wakati mlipokula nilisema nitakuwa mtumishi wenu, nitashuka hadi kwenu nile pamoja na nyinyi. Chochote mnachofanya tufanye pamoja, nami nimefanya pamoja nanyi wakati wote, kweli si kweli? Na nawashukuru sana kwa ushirikiano wenu ambao mnanipatia wakati wote. Nawapenda sana, Mungu awabariki. Nimepata nafasi ya kutembelea soko. Kwa kweli katika masoko bora kabisa yanayopatikana Tanzania, moja soko jipya la Tarime. Nitumie nafasi hii kuipongeza sana serikali kuu kwa kutenga zaidi ya shilingi bilioni 9 kujenga soko la Tarime. Tarime umaarufu wake ni kanda maalum, kwa vitu vyake viwe vizuri na viwe vya ubora wa hali ya juu. Mtu akifika ajue nipo kanda maalum. Zamani mlikuwa mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya fujo kuwa nyingi, uongo kweli? Lakini siku hizi mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kasi ya maendeleo. Mnaitwa kanda maalum kwa ajili ya uchapakazi wenu. Mnaitwa kanda maalum kwa sababu ya kukataa kuwa waongo, uongo kweli? Kwa hiyo nasema na soko lenu limetoa heshima kubwa kwenu wenyewe, lakini pia kwa serikali ya CCM. Lakini pia mradi mkubwa wa maji wa zaidi ya bilioni 134 ambao utahudumia Rorya na Tarime. Nimefurahi sana kiwango ambacho serikali imejali na kuheshimu watu wa Tarime na Rorya, na kupanga mradi huo mkubwa kabisa wa maji ambao unaenda kuondoa kabisa kero na changamoto za maji.
Hii ni baadhi tu ya miradi ambayo nimefanikiwa. Mmoja huu nitauona kesho asubuhi, mmoja nimeuona leo. Lakini kwa ujumla wake, hakuna kijiji cha Tanzania, hakuna mtaa wa Tanzania, hakuna kata ya Tanzania ambayo haijaguswa na maendeleo chini ya Rais Samia. Ili sungura na mamba, nani anajua siri ya maji? Mimi nimekuwa ndani ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwa zaidi ya miaka 20. Nimekuwa mjumbe wa kamati kuu, nimekuwa kiongozi wa kanda, naijua Chadema ilivyo. Chadema imepoteza dira, imepoteza mwelekeo. Vyama vya siasa vingi vilianzishwa kwa malengo ya kushindanisha sera. Chama kimoja kina sera hii ya kilimo, chama kingine kilete sera ya kilimo iliyo bora kuliko chama kingine. Toka tumepata uhuru, serikali ya Chama cha Mapinduzi na Chama cha Mapinduzi kimeleta ilani, kimenadi, sera zake zimeonekana kwa vitendo, kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinashughulika na maisha ya watu. Yeye mwenyewe aliita mkutano mkubwa, akasema najua nafanya uhaini, najua nafanya makosa, lakini yale makosa ninayofanya nitapata taji kubwa sana, tena lenye dhahabu. Sasa Mungu amesaidia, amepata taji kubwa ambalo nalivalia magereza. Hapo vipi? Endelea kukana taji lake magereza. Mheshimiwa wananchi wa Tarime, nyie mnachokitaka sasa hivi ni maendeleo. Hamtaki chochote, ni maendeleo. Lakini mna jambo. Barabara ya kwenda mpaka Tarime Serengeti ni kero, Mheshimiwa Katibu Mkuu. Kwa vile wewe bosi wetu uko hapa, hebu leo tamka maneno hii barabara ishe, wananchi watereze mpaka Serengeti. Wana Tarime, leo tupo mbele hapa kwa ajili ya kumsikiliza ndugu yetu Katibu Mkuu, kiongozi na mtendaji mkuu wa chama chetu, ili aweze kuzungumza na mhadhara huu wa wana Tarime. Lakini ndugu Katibu Mkuu, leo umeenda kukagua soko ambalo limejengwa chini ya uongozi wa Mama Samia. Wananchi wa Tarime wana wasiwasi kwamba vibanda vile watagawiwa wao ambao walitolewa maeneo yale. Tunahitaji vile vibanda, haki itendeke kwa wana Tarime, wapate vibanda ili waweze kufanya biashara.